Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump anasema Iran inataka makubaliano, lakini Iran inasema huo ni uongo. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amezidisha kauli yake ya kila siku juu ya vita huko nchini Iran, akisema kwamba Iran inataka usitishaji wa vita, na kauli za Trump kuhusu suala hilo zinazojibiwa kwa ukanushi kutoka Tehran zinazidisha mashaka kuhusu hatima ya mzozo huo, huku uchumi wa dunia ukitikiswa na mvutano wa NATO ukizidi kupamba moto. Rais wa Marekani Bwana Trump ameibua mjadala mkubwa baada ya kudai kuwa Tehran inatafuta usitishaji wa vita muda mfupi kabla ya hotuba yake kwa taifa. Kupitia jukwaa lake la Truth Social, Trump alisema rais wa Iran alikuwa tayari kwa makubaliano, akisisitiza kuwa hatua hiyo ingeweza kufungua njia ya kumaliza mgogoro unaoendelea. Hata hivyo, kauli hiyo ilipingwa haraka na Tehran, ambapo msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje alizitaja kuwa ni za uongo na hazina msingi. Tofauti na kauli hiyo, imeongeza mvutano wa sintofahamu katika mgogoro ambao tayari umeonea katika maeneo mengi ya Mashariki ya Kati tangu kuanza kwa mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran mwezi Februari. Wakati huo Marekani imeongeza uwepo wake wa kijeshi katika eneo hilo, ikituma manowari pamoja na meli za kivita na maelfu ya wanajeshi. Iran imetoa waraka mzito ambapo rais wa Iran aliandika waraka kwa wananchi wa Marekani akihoji uhalali wa vita hivyo. Aliuliza wazi ni maslahi gani wa Marekani yaliyolindwa na vita hivyo, na kama kweli kulikuwa na tishio lolote kutoka Iran lililohalalisha mashambulizi hayo. Katika waraka huo, Pezeshkian, rais wa Iran, alisisitiza kuwa Iran haijawahi kuchagua uchokozi licha ya kuwa na nguvu za kijeshi, akidai kuwa hatua zake ni za kujilinda. Pia alishutumu Marekani kwa kuingia vitani kama mshirika wa Israel, akidai imevutwa katika mgogoro huo kwa ushawishi wa nje. Kauli hiyo imeongezeka mgawanyiko wa maoni wa kitaifa kuhusu uhalali wa mwelekeo wa vita hivyo. Hata hivyo, mapigano bado yanaendelea katika uwanja wa vita. Wakati viongozi wakibishana, hali ya usalama inaendelea kuwa tete katika maeneo ya vita. Israel imesema Iran imefyatua makombora kadhaa kuelekea maeneo ya kati, yakiwemo Tel Aviv na maeneo ya ukingo wa Magharibi. Ving'ora vya tahadhari vilisikika huku mamilioni ya watu wakikimbia kwenye maeneo ya dharura, hasa wakati wa maandalizi ya sikukuu ya Pasaka ya Kiyahudi. Baadhi ya familia zililalamika kusherekea sikukuu hiyo ndani ya makazi ya chini ya ardhi kutokana na hofu ya mashambulizi. Mashambulizi hayo ni sehemu ya mzunguko wa kulipiza kisasi kati ya Iran na Israel unaoendelea hadi sasa na kuongezeka. Kumekuwa na mgogoro wa kibinadamu unaozidi kuongezeka. Athari za vita hazijaishia kwenye uwanja wa mapambano pekee, bali zimeanza kuonekana wazi katika sekta za kibinadamu. Upande wa upatikanaji wa mafuta umekuwa ni mgumu mno karibia ulimwenguni kote. Mataifa mengi yanalazimika kupandisha bei ya mafuta kutokana na kukosekana kwa 20 hadi 25% ya mafuta kutoka katika maeneo ya Ghuba ya Uajemi. Shirika la binadamu la kimataifa International Rescue Committee limesema misaada ya thamani ya zaidi ya dola 100,000 imekwama kutokana na kufungwa kwa ujia wa bahari wa Hormuz. Kiongozi wa shirika hilo David Miliband ameonya kuwa hali hiyo inaweza kusababisha mzozo wa chakula katika nchi zilizo hatarini. Takribani 30% ya mbolea duniani hupitia katika njia hiyo muhimu usafirishaji, hali inayozidisha shinikizo kwa nchi masikini zinazotegemea uagizaji wa bidhaa muhimu kutoka nje. Uchumi wa dunia hata hivyo umetikiswa kutokana na mgogoro huu. Hata hivyo, mgogoro huu umeanza kutikisa uchumi wa dunia kwa kiwango kikubwa. Bei za mafuta zimepanda kwa kasi, huku bei ya mafuta nchini Marekani ikivuka dola 4 kwa galoni kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2022. Wachambuzi wanasema gharama hizo zitaathiri bei za vyakula na bidhaa zingine kutokana na gharama za usafirishaji. Nchi kama Somalia na Tanzania tayari zimeripoti kupanda kwa bei ya mafuta kutokana na athari za mgogoro huo. Wakati huo usafiri wa majini kupitia Hormuz umepungua kwa kiasi kikubwa, jambo ambalo linazorotesha biashara za kimataifa. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Tunatazama zaidi vita vinavyoendelea huko katika Mashariki ya Kati, ambapo rais wa Marekani anadaiwa na wachambuzi wa mambo kwamba anatafuta njia za kuweza kujitoa katika vita hivyo, akitaka kutengeneza namna ya kupunguzwa kwa bei ya mafuta duniani kwa kuaminisha makampuni ya mafuta ili yaweze kupunguza bei hiyo, kwamba vita vinaenda ukingoni na Iran inatafuta kusitishwa kwa mapigano. Lakini wa Iran wanasema huo ni uongo wa rais wa Marekani Donald Trump.
Bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii. Ikiwa bado hujafanya hivyo, utaweza kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.